itakuwaje katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo hivi sasa macho mengi na masikio ya Watanzania wengi kuona Young Africans itafanya vizuri kwenye mchezo huu wa klabu bingwa barani Afrika. Sasa hivi sheria imebadilika kidogo. Ukitupwa nje kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, shughuli yako imekuwa imeishia hapo hapo. Karibu tena mwana michezo mwenzangu, nikukaribishe vizuri sana. Kama bado hujawa mwanafamilia wetu wa D&A TV, fanya jambo moja la umuhimu na la msingi sana, subscribe alafu bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata kila kitu ambacho tunakuwekea. Tunafahamu kwamba hivi sasa ni joto zima kuelekea katika michezo ya klabu bingwa, lakini pia kwa upande wa Young Africans mchezo wa marejeano dhidi ya Silver Strikers ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tarehe 25. Mchezo wa kwanza Young Africans alipoteza kwa bao moja kwa sifuri kule nchini Malawi, lakini mchezo huu ni wa marejeano ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Baada ya kupoteza kule away, Young Africans walifanya mazoezi ya kuweka mwili sawa, utimamu wa mwili gym, lakini pia wakafanya mazoezi mepesi na baada hapo wakaanza safari ya kurejea Tanzania. Hivi sasa wapo nchini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wenyewe wa siku ya Jumamosi. Mchezo huo umezua taharuki kubwa sana baada ya Young Africans kutangaza hakuna kiingilio. Maana yake tayari wameshalipia tiketi zote kwenye wale ambao wanakaa mzunguko. Mjadala imekuwa mingi sana, kwa nini Young Africans wanafanya kuwapitisha mashabiki zake bure kwenye michezo hiyo, kwa sababu huenda wakawa wanafunja ile sifa ya mashabiki kulipia. Lakini pia maneno yakawa ni mengi, kwa nini Young Africans wafanye bure na wakati vilabu vingine vinatoa fedha na starehe gharama. Ukiingia kiwanjani shabiki una haki ya kulipia, kwa sababu ukilipia pale ndivyo ambavyo unaisaidia timu yako kwa ajili ya maendeleo ya kisoka. Lakini Young Africans sio mara ya kwanza kufanya kitendo hiki. Hii ni zaidi ya mara 4 ama mara 5, kwa sababu tayari miaka ya nyuma Young Africans ameshawahi kuingiza mashabiki bure katika michezo yake muhimu. Ikumbukwe katika kombe la shirikisho barani Afrika Young Africans alikuwa anaanzia nyumbani mwaka 2016 tarehe 8 ya mwezi wa 6. Young Africans alikuwa anacheza na TP Mazembe, aliruhusu mchezo huo kuwa bure, na kipindi hicho Young Africans ilikuwa chini ya marehemu Yusuf Manji ambaye ndio alikuwa bosi wao. Sasa chini ya uongozi wa hivi sasa wa Engineer Hersi Said, Young Africans naye amerejesha ule utamaduni wake wa mashabiki kuingia bure kwenye mchezo huo. Mchezo huo ni mchezo muhimu sana kwa Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu akiwa hajapata matokeo na ndoto yake ya msimu huu itakwenda kukufa, kwa sababu atakwenda hatua inayofuata ya makundi, lakini pia ana kibarua kingine cha kuweza kurejesha bao ambalo alifungwa kule Malawi mchezo wa kwanza, bao la ugenini. Hii ndio ambayo inapa faida timu ya Silver Strikers ambao wao kwenye mchezo huo walipata bao la kwanza na bao la ugenini, bao la kwao la nyumbani ndimo wabeba. Kwa hiyo Young Africans kwenye mchezo huu anahitaji support kubwa sana ya mashabiki, ndio maana ameweka mchezo kuwa bure, kwa sababu mashabiki wakienda pale kiwanjani, shabiki ni mtu wa 12 kiwanjani, atasupport timu yake kwa kushangilia. Hii itawafanya wale Silver Strikers wachanganyikiwe, kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja mkubwa sana ambao unaingiza mashabiki zaidi ya 63,000. Kuwepo kiwanjani kama shabiki lazima usupport timu yako kwenye kushangilia, kwa sababu tayari viongozi wenu wameshahakikishia mechi ni bure. Cha umuhimu wewe ni kuwahi tu. Na mageti, kwa mujibu wa afisa habari wa timu ya Young Africans Ali Kamwe, anasema kwamba mageti tayari yatafunguliwa mishale ya saa 6 kamili mchana hiyo siku ya Jumamosi. Cha umuhimu wewe shabiki wa Yanga, cha umuhimu wewe mdau wa mpira ambaye unaitakia Yanga mema, kuwahi muda huo wa saa 6 ukukute mageti yamefunguliwa. Unajua hivi vitu vya bure bwana vina changamoto moja. Wewe ambaye unaona kama saa 6 kamili uwezi kuwahi kwenye kuingia kiwanjani, usisumbue watu baadaye, manake itakavyokwenda masaa itakavozidi kwenda, watu wakizidi kujaa, uwanja nao una idadi yake. Uwanja ukijaa utakuwa full stop, hamtapata nafasi nyingine ya mashabiki kwenda kuingia kiwanjani na kushuhudia huo mchezo live kabisa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini wito wangu mimi mmoja sana kwa mashabiki wa Tanzania. Mimi nafahamu Wabongo tuna jambo moja sana, ni Wabongo ni wagumu kwenda na wakati. Mechi saa 11, mtu anakuja saa 10 au saa 11 hiyo anataka kuingia uwanjani. No, ukienda muda huo utakuwa umeshachelewa na watatangaza tu kama kiwanja kitakuwa kimeshajaa. Kwa hiyo
Wewe ambao unafuatilia DNA muda huu, hata kama unatoka mkoani, umejiandaa kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo huu, cha umuhimu ni kuwahi. Game ni Jumamosi. Wewe weka ratiba zako mapema. Jitahidi siku ya Jumamosi mpaka saa 6 mchana uwe umeshafika kwenye eneo la tukio kwenda kushuhudia mchezo huu ambao ni muhimu sana na kila mtu anautamani sana, kwa sababu Young Africans akitoboa ataingia kwenye makundi direct na Silver Strikers atakuwa ametupwa nje kwenye mashindano hayo. Anatoboaje? Mpango kazi upoje? Maana sasa hivi Young Africans wameshamtimua kocha Romain Folz, sio same tena kocha ambaye atakinoa kikosi cha Young Africans. Tuliona kwenye mchezo wa kwanza alikuwa amekinoa kikosi hiko na Young Africans wakapoteza kwa bao 1-0. Itakuwaje katika dimba la Benjamin Mkapa ambapo hivi sasa macho mengi na masikio ya Watanzania wengi kuona Young Africans itafanya vizuri kwenye mchezo huu wa klabu bingwa barani Afrika? Sasa hivi sheria imebadilika kidogo. Ukitupwa nje kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika, shughuli yako imekuwa imeishia hapo hapo. Tusubiri msimu ujao. Zamani ilikuwa ukitupwa kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika unadumbukia kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Sasa hivi iko kitu hapana. Niambie kwenye comment hapo, je, unaiona Young Africans ikipata nafasi ya kutoboa katika mchezo huu ambao ni muhimu licha ya viongozi wao kuweka bure, na maanisha hakuna kiingilio? Niandike kwenye comment hapo, alafu usubscribe, ubonyeze alama ya kengele ili uwe mwanafamilia mpya. Kama bado jamaa mwanafamilia mpya, jambo ndo hilo. Usipo subscribe na usipobonyeza alama ya kengele, taarifa zote za kimichezo na taarifa zingine utakuwa hauwezi kuziona kwa wakati. Mimi ni Mzee wa Media, shukrani sana wewe ambaye bado uko na mimi. Shukrani sana director Kipande, ukizingatia kila kitu.